Hujambo na katika wasaa mwingine, karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imeongeza mashambulizi yake katika maeneo mbalimbali katika taifa la Israel na maeneo mengine katika Mashariki ya Kati. Hii ni katika mpango wake wa kuendeleza operation za kijeshi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati baada ya Marekani na Israel kuanzisha mapambano dhidi yake. Iran imeendeleza mashambulizi makali zaidi katika nchi ya Israel, ikishambulia eneo kubwa la Tel Aviv na maeneo mengine katika Mashariki ya Kati. Nchini Israel, makombora yalipiga eneo la Tel Aviv, huku vituo 30 vimeripotiwa kuharibiwa kabisa. Ina idadi ya watu wengi ambao hawakutajwa idadi yao wamejeruhiwa vibaya, licha ya kwamba na haikuelezwa juu ya kifo chochote ambacho kimetokana na mashambulizi hayo. Uharibifu ni mkubwa ambao umeripotiwa katika mji wa Ramat Gan. Iran pia iliendesha mashambulizi mazito katika maeneo mengine licha ya tofauti na Tel Aviv, lakini pia imefanya mashambulizi katika nchi za Ghuba ikiwemo Abu Dhabi katika Umoja wa Falme za Kiarabu ambapo mtu mmoja alijeruhiwa. Katika Emirates, eneo la Fujairah, jengo la kampuni ya mawasiliano lilishambuliwa na drone, lakini Wizara ya Ulinzi ya Umoja wa Falme za Kiarabu ilisema ilidungua makombora 12 ya ballistic, makombora mawili ya cruise na drone 19. Kuwait imeripoti majeruhi 6 kutokana na mabaki ya makombora yaliyodunguliwa, huku Saudi Arabia ikisema ilidungua drone 2. Jordan nayo ikiripoti watu 2 kujeruhiwa baada ya matukio yanayohusiana na mashambulizi hayo. Iran inaendelea kufanya mashambulizi mazito ndani ya nchi hiyo ya Israel na mataifa mengine katika Ghuba, na mpango wake bado ni ule ule, kuhakikisha kwamba ni katika kulipiza kisasi na ni hadi pale maadui ambapo wataamua kuachana na mapigano. Iran imetoa neno kuhusu pendekezo la usitishwaji wa mapigano, ikisema kwamba haipo tayari kuachana na mashambulizi dhidi ya Israel hadi pale ambapo vita vitasitishwa moja kwa moja. Iran imejibu pendekezo la usitishwaji wa mapigano na kufungua mlango wa bahari wa Hormuz na kueleza msimamo na matakwa yake, na kusisitiza kuwa mazungumzo hayaendani na masharti wala vitisho vya kutenda uhalifu wa kivita. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Esmail Baqei, amesema Tehran inazingatia matakwa yake kulingana na maslahi ya kitaifa ambayo tayari yamewasilishwa kupitia wapatanishi, na kuongeza kuwa matakwa ya awali ya Marekani kama vile mpango wenye vipengele 15 yamekataliwa kwa kuwa yalikuwa na masharti kupita kiasi. Kwa kuzingatia maslahi yetu, tumekuwa tukiweka wazi matakwa yetu kamili tuliyokuwa nayo na tunayoendelea kuwa nayo. Sikilizeni, Iran haina hofu kueleza waziwazi kile inachokiona kama madai yake halali na ya msingi. Serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inaweka wazi matakwa yake kwa ujasiri mkubwa, na kufanya hivyo hakupaswi kutafsiriwa kama ishara ya kusalimu amri mbele ya adui yetu. Baqei amesema Iran imeandaa majibu yake na itatoa maelezo zaidi hapo baadaye bila kutoa muda mahususi. Kwingineko, shirika la kimataifa la kudhibiti matumizi ya nyuklia IAEA limethibitisha jana Jumatatu kuhusu athari za hivi karibuni za mashambulizi ya kijeshi karibu na kinu cha nyuklia cha Iran cha Bushehr, lakini limesema kiwanda chenyewe hakikuharibiwa. IAEA imesema uthibitisho huo umetokana na uhakika wake huru wa picha mpya za satellite na ufahamu wa kina wa eneo hili, na kwamba shambulizi moja lilipiga takribani mita 75 pekee kutoka kwenye eneo la kituo hicho. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Endelea kutufuatilia wakati wote uyajue mengi yanayojiri duniani.